Ametufikisha huko. Ningekuwa na mamlaka ya kumpiga elbow ningempiga. Ningekuwa na mamlaka ya kumfunga ningemfunga kwa sababu ni watu ambao wanasababisha tuzidi kurudi nyuma. Kwa sababu amezungumza kwa muda mrefu sana lakini hakuna kitu cha msingi ambacho mimi amenilisha. Kama shabiki wa Yanga. Yes, kwa sababu gani? Yeye anachotaka tutumie busara sehemu yenye kanuni. Young Africans wanachohitaji wao sio kupendelewa na bodi ya ligi. Wanachotaka haki itendeke. Umeona kwa mfano kwenye hizi nanili hizi movement za kuisaidia timu ya Simba. Katika watu wa mwanzo kabisa ambao walikuwa wanaweza wakaenda hewani na kuzungumza mapungufu ya Simba nilikuwepo mimi. Baadaye wakaja sio kina GB sio wakina nani ule Mchome wakina nani wakaja wakafuata hizo nyayo. Baadaye Simba ikakaa vizuri kwa sababu ya yale yani movement kwa maana ya harakati. Umeelewa? Sasa hata hizi harakati ambazo Yanga wanaziendea kwenye vilabu vingine na kwenye engo ya elbow kama shabiki wa nguvu mbili hawezi kuliona. Lakini tukienda kwenye uhalisia kwamba Young Africans tunachokitaji sisi mpira uchezeshwe kwa kanuni na taratibu tulizojiwekea. Si hatujaenda pale kusema kwamba eti bodi ya ligi tupendelee. Hatuhitaji upendeleo. Na ndio maana tumesema kwamba ikionekana sisi kama Yanga tuna makosa tuadhibiwe. Kwa sababu ukiangalia bodi ya ligi namna ilivyoichukua ili shtaka kwanza kesi ya msingi wamesema kwamba ni kwamba kuna uvunjifu wa amani alafu kuna viashiria vya rushwa. Sio kwa unanielewa. Wanakuja kutoa tarehe ya mechi kuchezwa wakiwa hivi vitu vya msingi wameviacha. Sasa Elbogasti anataka kusema kwamba sisi kama Yanga tutulie kwenye meza moja na bodi ya ligi ili tuliidhinishe kwamba tumekubali tucheze mechi wakati hizi kesi za msingi hazijasomwa. Kwa hiyo lengo la Yanga ni kufanya hata kizazi kinachokuja na hizi timu nyingine ambazo zenyewe zimetulia tu zikiona kama sisi labda tunaita vurugu, baadaye ligi yetu iendeshwe kwa kanuni. Yaani Yanga ukifanya kosa kwamba umekiuka kosa hili watu wanaingia kwenye makaratasi bwana kifungu namba ngapi unahukumiwa. Hatuhitaji busara wala kasi imeelekeza nini kuhusu kanuni na Yanga wakasema hawatofuata. Amuitaki tena kasi saizi. Nakwambiaje? Sizungumzi habari ya kasi. Hapa ninachozungumza kwamba utaratibu wa namna kesi ilivyoendeshwa na bodi ya ligi kutumia ugiant na ujeuri kwa ajili ya kusema kwamba mechi siku fulani maana yake ni kama so ugiant na ujeuri tu. Nyie mlipeleka jambo kasi. Kasi kule wamewarudisha nyumbani ambako huku saizi mmegoma kufaili tena. Sasa kufaili kwa mtu ambaye tayari unaona kabisa huyu hana maslahi na wewe. Kwa unataka kwenda wapi? Sio kwenda wapi. Tunachokifanya wao wapange tarehe atuete timu. Kwa hiyo mpo tayari kunyang'anywa alama? Na tayari yani tuko tayari kabisa na tushakubali kwamba sio kunyang'anywa alama, tushushwe daraja, sio kunyang'anywa alama tu. Kasuga, ngoja kwanza nimweke sawa. Huyu ni Yanga influencer. Sawa, tunaikana tu sawa. Analipiwa na hela ya kusafiri. Kwa hiyo huyu sio mtu mdogo anazungumza. Anajua msimamo wa timu. Sawa, ila tuweke sawa. Unajua kinachotokea sasa hizi ni watu wawili kutushiana misuli. Kwa maana ya Simba kumlazi bodi ya ligi pamoja na Young African. Nimemsikiliza Meja anachokizungumza. Iko hivi. Kabla ya kuanza kuwashtumu bodi ya ligi pamoja na TFF, tujiulize humu ndani. Nyinyi hamjawahi kukosea? Hamjawahi kukosea bodi ya ligi? Ungenielewa. Subiri basi. Tulie taratibu Meja, taratibu. Meja, taratibu. Tujiulize, Yanga hajawahi kukosea bodi ya ligi na TFF? Walishawahi kuikosea. Nakumbuka scenario tu ya karibuni ni kuhusiana na kuna mchezaji mlimrudisha hapa akawa anaondoka huyu alitoka Newcastle. Nani mchezaji wao? Kuna mchezaji ambaye alitoka Newcastle akaja kwa mbwembwe sana. Unazungumzia au nani? Sio nani huyu nani alitoka? Unazungumzia issue ya Kambole. Kambole. Yes, kwa sababu sio nani Biglimana. Sio Biglimana. Ilikuwa Kambole. Kwamba Kambole anatakiwa atoke aingie Sila. Umeona busara leo tumika pale. Kiuhalisia tayari mlikuwa mmesha delay kutokana na kanuni na taratibu ambazo zipo ndani ya TFF. Usajili. Watu walitumia busara kufanya kila ambacho leo nyinyi mlikishangilia katika uwanja. Yes, Kisinda akacheza. Sio, unaelewa? Kwa hiyo TFF kama mzazi kuna eneo kweli anakosea, lakini sasa haki yenu mnaipata wapi kama mnakataa kwenda pale mezani? Ili haki muipate ni lazima mkae pale mezani. Ndio maana kasi waliwaambia rudini kule kwanza, kwa sababu tutulie scenario ya kawaida. Hakuna mtoto anayezaliwa anaanza kukimbia. Sio? Anafuata process. Kwa maana atatambaa, atashika ukuta, mwisho wa siku atatembea. Nyinyi mmerudishwa kasi kwa sababu mlikuwa hamna ile nakala ya hukumu ambayo imehukumiwa huku.
utaenda kwa hukumu vipi kule? Kwa hiyo mwisho wa siku rudini huku ambapo nyinyi mnaona haki yenu muipati. Hata msipoipata njooni rudini exactly. Baada ya hukumu sasa njooni na makaratasi yenu, si ndio tunajua tunaanzia wapi. Lakini wanachokifanya Yanga hawataki kwenda kukaa mezani. Haki yako unaipata vipi wakati mezani unataka kukaa? Yani mazungumzo ili yaeleweke na ili waelewane, nilisema watu wakae mezani. Si unaelewa Meja? Mimi sikuelewi. Sasa kutoka ego yako. Ego yangu ni kwamba Mwakiposa, tumpe mfano mmoja. Tumpe labda mfano mmoja Meja, si ndio? Meja. Naam. Saizi hapa wewe limetokea jambo la mtaani, umepigana na Geoff Master. Si ndio? Mmepigana, hatuwezi jua labda umebondwa. Siwezi kubondwa mimi. Wewe unaamini nini? Unaamini umeonewa, si ndio? Kesi ukaenda kufungua kesi. Si ndio? Labda ukaona kwamba ile kesi subiri kwanza. Ukaenda kufungua ile kesi. Ile kesi ukaona ina delay. Wewe ukatoka ukakimbilia kwenye mahakama ya rufaa. Mahakama ya rufaa ikakwambia, Meja utakii kuja huko sababu hakuna hukumu ya kukatia rufaa. Hebu rudi kule. Unarudi unasema kwamba siwezi kwenda kwenye ile mahakama ya mwanzo kwa sababu sina imani nayo. Sasa wewe haki yako utapata wapi? Ninachokifanya nataka niende juu huko. Natoa gongo, nitamfanya lolote Geoff Master. Maana hapo unakuwa umejichukulia sheria mkononi. Chochote utakachokifanya baadaye na wewe au sheria itachukua nafasi yake. Ndio sasa ambacho kinazungumzwa kwamba Yanga leo hii haigemei kwenye kanuni au sheria yoyote kwa tamko alilotoa juzi. Maana yake ikifika siku ya mchezo usipoenda, sheria zinaweza zikatumika na ukaumia. Iko wazi. Kwa hiyo Mwakiposa tumezungumza, turudi kwangu sasa. Umeelewa? Kesi ya msingi ya kuhairisha mechi ya tarehe 8 ilikuwa nini? Walisema sababu za kiusalama. Sababu za sababu za kiusalama na rushwa. Hapo nazungumza na mtaalamu. Sawa, twende. Sababu ya msingi ni kwamba mechi imeahirishwa kwa sababu mbili. Ya kwanza ni kiusalama, ya pili viashiria vya rushwa. Ndio. Bodi ya ligi wanakuja wanasemaje? Kwamba mechi tumeipangia tarehe 15. Hiyo swala la rushwa na uvunjifu wa amani vimezungumzwa. Sasa ndio tujadili tujadili hapo. Sasa ngoja nikwambie. Mwakiposa, ili kulipoza hili sababu unapoza nini? Sawa, tutarudia sana vitu. Sawa. Jana sawa, tunasema nani, Eliud Peter Mvela ambaye pia ni mbobevu kwenye masuala ya sheria na alikuwa mkurugenzi wa wanachama na ilikuwa na sheria na haki za wachezaji, si ndio? Na ambaye pia alikuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya TFF. Alisema Yanga wanaweza wakafata kanuni kwa kwenda kucheza mchezo wakiwa wanacheza under protest. Anachokisema Meja, unacheza lakini una kesi ndio hicho ambayo inaendelea. Maana yake wewe unakuwa upo kwenye safe side. Ikitokea hiyo kesi umepigwa, unakuwa una faida, umetimiza kanuni. Ikitokea hiyo kesi umeshinda, bado utakuwa na faida. Na ambacho alikisema kwamba ikitokea hata Yanga kwamba kaenda kacheza ile mechi akafungwa, yeye baadaye huku kesi yake baada ya hukumu ya hapa akaenda kasi akashinda, matokeo yale yatabadilika kwa sababu alicheza, atapewa alama 3 na magoli 3. Na ikitokea akacheza akashinda bado akashinda kesi, kama alishinda 1-0 atapewa goli 3 na alama 3. Ndicho ambacho wataalamu wa sheria, hata kuna msheria yule Hassan Hilali ambaye yupo Dodoma, yule nani, yani wakala, unamjua yule wakala mtaja anayetoka Uswizi, yule wakala pekee kwa Tanzania ambaye alifaulu mara ya kwanza mtihani wa FIFA. Alisema Yanga wanatakiwa warudi kwenye hivi vyombo, hata wakikosa haki ile hukumu watakayopewa ndio watakwenda nayo kasi. Yani kinachokuwa kigumu kwa Yanga, kwa nini hamtaki kukaa mezani? Yani kama una imani na babako, sikiliza babako atakachokisema, kichukue kipeleke kwa babu au peleka kwa shangazi. Kwamba baba akasema nisiwe nakula usiku, cha kwenda kupambania kule ili niondoke nyumbani kwa baba unacho. Lakini sasa hizi ukisema mimi naondoka nyumbani kwa baba, kwa nini hanipendi? Kwa nini vitu gani ambavyo sivikupendi? Nenda ukose haki yako. Mbona engo moja? Yani nyinyi mko engo ya sasa ndio engo ya msingi. Engo ya msingi ni kwamba kwa nini mechi imeahirishwa? Kwani sasa hizi kesi iko unafeli bwana. Ngoja. Meja. Hapana, Meja. Mwakiposa, ngoja. Kasuga mara moja. Kabla jana mapumziko. Wewe unataka nini? Ninachokihitaji kwamba utaratibu, kanuni zifuatwe. Yani tusipendelewe sisi. Nini kifanyike sasa hizi? Kufanyika kwamba kesi ya msingi kuna uvunjifu wa amani, sawa? Maana kuna watu walizingua, ndio sawa. Alafu kuna viashiria vya rushwa, sawa. Hizo ndio kesi za msingi, zihukumiwe hizo kabla ya kutaja tarehe. Kwani tayari zihukumiwe kwanza? Naam, ndio shida ya Yanga. Nabii Meja anasema zihukumiwe kwanza ndio kesi iendelee. Ndio kesi iendelee. Lakini nani mtaalamu wa mahakamani hapa nimaliza naye kidogo. Wewe Elbo, wewe unasikia kesi
Saizi mimi nikipeleka kesi kwenye mahakama yoyote ya rufaa, ikiifuta ile kesi au ikitoa hukumu kwamba nimeshindwa, jambo si linakuwa lipo. Yes. Kwa mahakama za kawaida itarudishwa kwenye process kama ilikuwa mahakama ya mwanzo, na ndio maana kuna mahakama ina uwezo wa kusikiliza kesi fulani. Kuna kesi za mauaji hazitakiwi kusikiliza level, kuna level ya mahakama kuu, kuna mahakama za hakimu mkazi hizi. Kwa utarudishwa kule kama haina vigezo vya kuwa kwenye mahakama ya rufaa, itarudishwa kule. Ni wajibu sasa wewe wa kwenda kufuatilia. Ukienda kukaa kimya, mahakama kuu hawatakuja tena kuulizia hiyo faili. Nilikuwa nataka jibu hiyo kwa sababu kuna nukuu nimeisikia wanasema kitakachoamuliwa na kasi. Yes. Kama kasi wakisema haipo, maana yake lile jambo inabidi muanze kulifaili upya. Usipolifaili upya, jambo lako linakuwa nando kwenye football baada ya yale majibu ya kasi, wao jambo ni kama halipo. Na bodi ya ligi hawana maelekezo yoyote kutoka kasi zaidi ya taarifa kwamba kesi ya hiyo mrejesho wa kesi imefika. Hawezi kufanya chochote wenyewe. Tunarejea Kipenga Extra. Tanzania Save the Community Initiative TASAKI kwa kushirikiana na East Africa TV na radio chini ya kampeni ya Namthamini inakuletea Hedhi Salama Marathon Season 2 itakayofanyika tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2025. Ni pale viwanja vya Farasi Green Grounds Oyster Bay, Dar es Salaam. Ada ya ushiriki ni nafuu, ni shilingi 20,000 tu kwa mtu mmoja, na utaweza kukimbia kilomita 2.5.